Magendo. Niko kijiji cha Matandalani. Kweli pale Matandalani nimekaa sana. Baba yangu amenilea, ninafahamu shamba la kwetu. Lakini 2017 Michael Jeremia alijitokeza kuja kukodi shamba kwa baba. Michael Jeremia alikodi shamba, lakini baba alipotangulia mbele za haki, Michael Jeremia aligalambuka na kusema hili shamba nimenunua. Wakati huo tumeona ameanza kuliuzauza. Mimi niliamua kumpeleka baraza la kata. Nimefika baraza la kata pale, wamesuluhisha kadiri ya uwezo wao. Kweli wamechunguza lile eneo ni la Simon Magendo. Eneo likaturudia sisi familia ya Simon Magendo. Lakini Michael Jeremia hakuridhika, akaondoka kwenda ardhi na nyumba. Amefika kule, ameongea kutuchukua tu maelezo kama maelezo. Michael Jeremia alifukuzwa. Nikaamua kufungua mirathi. Walijaribu kumuita mahakama ya mwanzo, wakampa siku 30 Michael afike pale. Michael Jeremia hakujitokeza, na ni mwenyekiti wa kijiji. Michael Jeremia niliamua kumfungulia mashtaka nyumba na ardhi. Michael Jeremia nimemshinda mwezi wa 9. Lakini Michael Jeremia hakuridhika. Ameamua kukata rufaa mahakama ya Sumbawanga. Na shukuru wamekakatika mahakama ya Sumbawanga, kumbe yuko hapa Katavi. Watumishi wa Mungu wakaniita, usihangaike, njoo, mahakama iko hapa. Nimehudhuria pale. Michael akamdai sababu muda wa siku 3 mwezi wa 12 au ameleta hiyo sababu. Michael hakuniletea sababu ili niwasilishe mahakamani. Michael Jeremia tena hajalizika, akanirudisha tena ardhi na nyumba. Michael Jeremia ameenda, wamekata X lile faili lake. Michael Jeremia amesomewa madai. Michael Jeremia na kuambiwa kwamba faili lako halitasomwa. Tunasikiliza upande mmoja madai ya huyu mama. Nimesikia kwamba baba Dr. Nchimbi anakuja, nikaona nikimbilie kwa baba ili aweze kunisaidia kama mahakama inavyonisaidia. Mimi limefikia hatua gani? Jambo lako limefikia hatua gani kwa sasa? Kwa sasa bado tuko mahakama kuu, na kule mahakama ya ardhi na nyumba wametupa tarehe. Iko tarehe ngapi? Ipo tarehe 13 mwezi wa 4. Mahakama kuu iko tarehe 31 mwezi wa 3. Huyu mwenyekiti yuko wapi? Mwenyekiti wa hicho kijiji? Michael Jeremia uko wapi? Michael Jeremia uko wapi? Ndio wewe hapo? Ni mwenyekiti wa kijiji gani? Wewe ndio Michael Jeremia? Wewe ni Michael Jeremia? Ndio, Michael Jeremia. Mwenyekiti wa kijiji? Ndio. Sasa wewe mwenyewe unapambana kesi na mwananchi, unasuluhisha kweli kesi za wengine? Mheshimiwa, sijapambana na hii kesi. Si mama katoka kusema hapa? Hapana, anayosema sio kweli. Hauna kesi na mama huyo? Ameenda kulalamika kwamba mimi nimekodi shamba, lakini shamba nimenunua kwa baba yake akiwa hai. Na baba yake akiwa hai nimeendelea kulitumia zaidi ya miaka 29 mpaka leo. Una nyaraka za kununua? Nyaraka sikuwa nazo, tuliuziana kwa kuaminiana.
Mwenyekiti. Naam. Mwenyekiti. Naam. Wewe ni mwenyekiti wa kijiji. Naam. Huna karatasi yeyote ya kuuziana. Shahidi wako nani wakati mnauziana? Wapo mashahidi ambao wakati ule walikuwepo tangu nimenunua 96. Na shauri hili kama alivyosema kwamba lipo Mahakama Kuu Sumbawanga na tumepangiwa tarehe 31 ndo itatajwa. Kwa nini umepeleka Sumbawanga? Ili bibi aishiwe nauli? Hapana. Mheshimiwa, migogoro hii mara nyingi imekuwa ikikufikia, mara nyingi imekuwa ikiinuka mara baada ya kuwa mmoja ametangulia mbele za haki kama alivyosema. Wakati huyu mzee Magendo ameniuzia, nimeendelea kulitumia, halijawahi kutokea mgogoro wa aina yoyote. Sasa si ndio uliazimwa? Hapana. Alafu Michael. Naam. Sasa rafiki yangu wewe. Ndio. Mwenyekiti kabisa umeazimwa. Mheshimiwa, sijaazimwa hilo shamba. Wapo ambao hata kama wenyeji wakazi wa pale Matandalani ambao wakipewa nafasi kama wewe mliuziana na baba tu, amna mtoto hata mmoja alishiriki? Alikuwepo hata mtoto wake huyu ambaye baada baba yake kufa ndo akageuza kwamba niliazima, ndo nashangaa hilo. Sasa unauzianaje bila maandishi na wewe ndo mwenyekiti? Mheshimiwa, wakati ule watu Mwenyekiti, mlikosa muhuri hata wa kitongoji. Mheshimiwa, tuliuziana kwa njia ya mkataba wa mdomo, akiwepo mtoto wake huyu. Mwenyekiti. Naam. Mwenyekiti. Naam. Mimi nilikuwa tu na dadisi tu. Ndio. Nilikuwa na dadisi tu, usiseme nimemsikiliza mama bila kukusikiliza. Ndio maana niliuliza uko wapi. Ndio. Lakini kwa sababu liko mahakamani, ndio. Hapo usilete mashahidi wala mimi sio hakimu. Ndio. Tuiache mahakama itaamua. Naam. Limeshapangwa. Ndio. Ili jamani, ndugu zangu tu mmetoka kunisikia muda sio mrefu nikisema lazima tuheshimu vyombo vyetu vya sheria na vyombo vyetu vya dola. Ndio. Sasa kwa sababu liko mahakamani, ngoja mimi nisiwe hakimu. Jamani, mnashaurije? Mimi nitakachofanya tu, wewe kwa sababu ni mwenyekiti utaenda mwenyewe, ila yule mama nitampa nauli. Katibu, mpeni mama nauli ya kuhangaika kwenda Sumbawanga. Lakini mwenyekiti ukishindwa, tutakutoa na huo mwenyekiti. Hatuwezi tukawa na mwenyekiti tapeli. Haya, mwingine. Mheshimiwa, mimi naitwa Zawadi Lifeline Noah. Kwa jina naitwa Zawadi.